na kuna mtoto ambaye alizaliwa, let me say so, kuna mtoto ambaye alizaliwa na baba mlezi wa kiroho yuko hapa. Kwa hivyo na pia niko hapa na mtumishi wa Mungu ambao watajitambulisha, then kutokea pale tutakuwa tunajua kwamba tunazungumza kuhusu nini. Kwa hivyo askofu, naomba ujitambulishe tu kwanza wakujue. Mimi naitwa Askofu Jackson Muthama Wambua. Amen. Wa Deliverance Church Kakamega. Ndio. Na nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Asante. Kushoto kwangu majina yangu ninaitwa Esther Wandera, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Esther Wandera ndio ametukutanisha hapa. Kwa hivyo baba, Esther Wandera ametoa wimbo ambao katika kanda hii ya magharibi ni wimbo ambao umekuja na unatingisa kweli. Na sasa wewe kama mbeba maono ambao umemlea, nauliza tu kwa haraka, what do you say about the song, na yeye unamwambia nini? Huo wimbo ambayo nitasimama tena, ndio ni wimbo ambayo umetoka hivi juzi, na hata saa mimi mwenyewe nimekuwa nikiucheza hata mpaka usiku, kwa maana ina maana kubwa sana, ina mguso mkubwa wa kiroho. Na huo wimbo umetolewa na dada Esther Wandera ambayo nimemjua kwa miaka zaidi ya 25. Wow. Ambayo amepata kuwa mtumishi wa Mungu, amekuwa akiimba katika praise and worship kanisani hiyo miaka yote. Baada hivyo akaanza kuwa msanii. Na katika vile ninamjua yeye, aimbi tu kwa ajili ya kuimba. Anaimba ili kuguza roho za watu, anaimba ili kuweza kuwa katika hali ya kuhubiria watu na kufanya watu waweze kuwa kumjua Yesu kama Bwana Mwokozi katika maisha yao. Kwa ajili ya hiyo, ningependa kusema huo wimbo popote pale ambao mlipo muweze kuwa katika hali ya kusikiliza. Na ukisikiliza pia una like, na unapata kuwa katika hali ya subscribe katika jina la Bwana. Amen. Ninamjua kama mtumishi wa Bwana. Unajua, nianze kwanza na alichokisema mtumishi wa Mungu. Waimbaji wengi kusema kweli hawapo chini ya upako ya baba zao za kiroho. Wakitokaga wakikuwa master wanapotea hivyo. So what do you say about that? Okay. Kwanza si ni kweli? Ni ukweli. Wakati mtu anaanza kwanza kuinuliwa, anasahau kule alitoka na anaanza kuenda kwingine. Anakuwa celebrity. Anakuwa celeb, anasahau kaa chini ya mafundisho, anasahau kaa chini ya local church. Lakini kama mhuduma lazima uwe na umbrella ambayo inakufunika. Umbrella ni kwamba kukua chini ya mchungaji, kukua chini ya washirika wenzako, kukua chini ya ushirika ni kitu muhimu sana. Nitasimama tena. Tuongee kuhusu wimbo. Ilikuwa kwaje ili wazo likakujia na ukaamua kwamba unakuja na title ya wimbo mzuri kama Nitasimama Tena? Unajua huu wimbo imefika wakati ambapo watu wanapitia majira magumu. Watu wanapitia mambo magumu. Unaweza kuwa na mtu amewekelea makeup lakini ndani anaugua. Unaona mtu ako lakini usiku halali. Unaona mtu anatembea ako na biashara hata na pesa lakini pesa zake hazimtoshelezi. Unapata mtu anaonekana ako na afya lakini ndani kuna kitu kinamkula. Lakini katika hii hali nikakuja na hili jambo ambalo Tasimama Tena. Licha ya hayo mateso, licha ya yale ambayo unapitia, licha ambayo hali imeonekana kuwa ngumu, biashara imeisha, yani hiyo ndoa imeyumba, unaona itaisha. Nikakuja nikaambia mtu ya kwamba licha, hata Biblia inasema utakapoanguka mara 7 utaamka tena, au utabaki kwa hiyo hali. Sifaeli Mwabuka. Hiyo ndo swali watu wanangoja kwanza. Kuna jamaa aliniuliza, mnapatanga hawa watumishi wa Mungu wapi? Esther, tuibie tu siri. How did you meet this man of God? Na ikakuaje mkaelewana mpaka mkafika kwa wenye huu wimbo? Mimi naweza sema tu it's a miracle. Kwa sababu nilitaka huyu Sifaeli, nilimtaka wakati nilimhitaji. Sikuweza kumpata. Mengi gharama, wengine nini, yani unapitia kwa mtu naye anateka advantage. Anakuambia leta hii pesa, brokers ndio mfikie. Leta 100,000, 200,000. Lakini ikafika mahali nikajiambia kwamba wakati wa Mungu, ndio unaona wimbo wangu pia iko wakati wa Mungu. Yes. Yani kila kitu kitafanyika. Na wakati kinapofika umefika. Mimi nilipokutana na Sifaeli ilikuwa kama muujiza. Ilikuwa nimeenda tu Nairobi kwa shughuli zangu. Nikapigiwa simu, Sifaeli yako mji huu, uko wapi? Na hivyo ndio tulienda tu studio. Si ku take time. Hakukuwa na maelezo mingi. Nilimuuliza tu nimeambiwa uko hapa, kuja tukutane kwa hoteli. Na hapo tulipokutana tulienda studio direct. Gharama?
Gharama hiyo nayo siweziongelea. Ni gharama kubwa. Ukiona kitu neema ya Mungu pia juu yake ni kubwa. Ni kubwa. Lazima ulipe gharama. Kama muimbaji ukitaka kuenda mbali, you have to pay the price. Lazima ulipe tu gharama. I paid kwa hii wimbo mpaka ikafika mahali nikitamani niuze viatu, niuze nguo, lakini Mungu alinisaidia nikakamilisha. Ulipompatia maudhui ya wimbo, idea, ili kuna mahali ali panel beat nini ama alipinga ama ilikuwaje? Ndio kwa sababu wengine naonanga ukimpatia idea anasema hii hapana, tufanye hivi. Ilikuwaje mkaingiliana hivyo? Nampenda Sifaeli sana. Ndiyo. Na tena ni mnyenyekevu na ni msikivu na ni mtu ako chini, mkae chini. Kitu nampenda, tulikaa na yeye wimbo, akaandika stanza, mimi nikaandika hii chorus, tukakuja nayo pamoja. Na hivyo tu ndio wimbo ilikuwa. So ali write once, unajua zinakuwa stanza tu mbili collab, alafu chorus kuingia na hivyo. So tulikaa tu hivyo, na hata tulikuwa tunaandikia studio tukiimba, hatukufanya hata practice, and it was just the timing of the Lord. Wakati ukifika umefika. Niulize kuhusu gharama. Nimeona video, by the way, kama umeitazama na hujaitazama, tazama hiyo video. Kali sana. Ilikuwa kwaje gharama ya production na locations? Maana nimeona umeshutia Nairobi. Kulikuwa na mtu ambaye alikusaidia kushikanisha, kujua vile kunaenda, ama how did it work for you to get location in that wonderful production? Okay, mimi naweza sema kwamba nimekuwa na producer wangu ambazo nyimbo zangu zote zimecheza kwa media kwa zaidi miaka 4 hivi. Every year natoanga nyimbo, nilijiambia lazima ni make standard. Naweza chukua muda lakini nitoe kitu kizuri. Sifaeli ulimvalisha? Hiyo ni kawaida, lazima. Hiyo ni lazima, tuseme ukweli. Gharama ni yangu, na mimi ni wimbo ni yangu. Amen. So matarajio yako now that wimbo umetoka, by the way wimbo umetoka, ingia YouTube, Esther Wandera Music. So matarajio yako na huu wimbo ni gani? Matarajio yangu ni ya kwamba number 1, watu wapone. Ndiyo. Watu wafunguliwe, watu yani wasikie Yesu yuko. Kupitia kwa huu wimbo ujenge mtu aliyokosa tumaini apate tumaini. Ndiyo. Na tena wimbo huu naamini ya kwamba utanipeleka to another level. Upiga chorus hiyo. Piga tu. Bado ni mimi nitasimama. Bado nitasimama. Bado nitasimama. Bado nitasimama, bado nitasimama, Neno la mwisho? Neno la mwisho ni ya kwamba naomba tu mnisupport. Nasikia tu kulia machozi. Fans wangu wale ambao mmeniona hii magharibi, ni miaka karibu 18 sijaifanya collab. This is my first collab. Isifanye nikalia machozi. Yani wacha hii collab iwe nifanye kufanya wimbo mwingine. Na ukilia ikuwe machozi ya furaha. Ikuwe machozi ya furaha. Yani hata Sifaeli ameniambia nikitaka mwimbaji gani nifanye, lakini inisababishe nitende kufanya wimbo mwingine ili nikuletee ubarikiwe. So hivyo Esther Wandera Music. Like, comment, subscribe and share. So to make tuanze tu kwanza hii wiki tu tuweke tu 500. Hiyo ingine wiki ingine 1M. Namna gani? Mtoto wa nyumbani. Thank you so much.